vita dhidi ya mahusiano, section 2 ya mafundisho yangu ya leo. Vita dhidi ya mahusiano, vita dhidi ya ndoa. Katika vita hizi za mahusiano, nazungumzia mahusiano general. Kwenye Mathayo 5:9 Biblia inasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwenye Warumi 12:18 anasema kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Maana yake as long as it depends on you, kaa na amani. Kuna watu anaweza kuwa adui yako bila wewe kuwa adui yake. Umeelewa nilichosema? Amen. Wangapi mmeielewa hiyo sentence? Mtu anaweza kuwa adui yako, lakini sio lazima wewe uwe adui yake. Mtu anaweza akakuchukia, but mwenye power what to do with that incident chuki inayokuja kwako, mwenye power what to do with it ni wewe. Wewe ndio unaweza ukaamua urespond na wewe kuwa na chuki kwake, au ukaidissolve ile chuki ikakutana na pendo la Mungu. Yeah. Ndio maana nasema kama yamkini kwa upande wenu mkae katika amani na watu wote. Kwenye Yakobo 3:17 anasema lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Anaposema tayari kusikiliza maneno ya watu, sio kusikiliza maneno mabaya. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema it is open to reason. Open to reason. Iko tayari kusikiliza, kujadiliana, kwenye kutengeneza mapatano na kutengeneza consensus. Hallelujah. Amen. Kwenye Waebrania 12:14 anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Kwa nini? Kwa sababu amani inatafutwa kwa bidii. Amani ni kitu very rare. Ukikaa kwenye kanisa kama hili, kama ni mtu wa kusikiza maneno, hauwezi kuwa na amani. Amani inatafutwa kwa bidii, na amani inalindwa kwa bidii. Unachagua ni vitu gani usikilize, unachagua ni mtu gani uwe karibu naye. Kuna aina ya watu ukikaa karibu naye huwezi kulinda amani yako. Amen. Hata kwenye hili kanisa, kina mama mnafahamiana, si ndio maamushi? Mnafahamiana vizuri sana. Unawafahamu mabinti wote walioko hapa kanisani, unawafahamu na tabia zao vizuri tu, kwamba nikikaa na binti fulani lazima tutateta. Yani it goes without saying. Lakini nikikaa na binti fulani hatuwezi kumsengenya mtu, sana sana tutaomba. Kuna mabinti wako hapa unajua akija kwenye saluni yako sana sana mtaishia kuomba. Lakini kuna mabinti wako hapa unajua akija mtasengenya. Hallelujah. Amen. Sasa kwa mtu wa Mungu unatafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Bidii maana yake ninafanya bidii kwenye protecting my peace. Kwa sababu mimi ni mtu, mimi ni binadamu, kuna vitu nikivisikiliza amani itaondoka. Na amani ikiondoka, you cannot worship and you cannot pray effectively. Haiwezekani. Yes. Moyo uliojaa maneno, moyo uliokosa amani, it is impossible to pray. Yes. Moyo ukiwa umetibuka, umetifuka, unakuta huwezi kuomba. Ukikaa, wengi wenu hapa mpati usingizi mpaka saa 8 saa 9 usiku. Hakuna cha maana unachowaza, unawaza tu maumivu, unawaza visasi, unawaza kukosa amani. Wanawezaje kunifanyia mimi hivyo? Wanawezaje kusema hivyo? Nini kile? Yani huna amani, huna usingizi wa mtoto mdogo, kwa sababu ndani ya moyo wako hakuna amani. Kwa sababu kuna vitu uliruhusu. Kuna mtu wa namna fulani ulimruhusu akaja kwenye sebule ya nyumba yako, na toka amekuja amani ikaondoka kwako. Kuna mtu fulani ulimruhusu akakununulia chips sehemu fulani, na toka umekula zile chips you have no peace, you cannot pray. Maombi yako influence na vile ulivyovisikia. Amen. You can no longer pray objectively kwa kuongozwa na Roho wa Mungu.
Kuna mtu nimeongea naye. Yes. Tafuteni kwa bidii sana kuwa na amani na watu wote. Fellowship ikiondoka katika kanisa, vidonda vikaja, mahusiano yakivunjika, haiwezekani kumfanyia Mungu ibada, wala haiwezekani kumzalia Mungu matunda. When peace is gone, huwezi kumzalia Mungu matunda. However anointed you are, huwezi kumzalia Mungu matunda. Mnakuwa mmekufa mngali hai. Hallelujah. Amen. Wangapi hapa mko kwenye ndoa? Nyosha mkono juu, msishushe. Wangapi mnataka kuja kuingia kwenye ndoa kwenye maisha yenu, yani kwamba na wewe unataka kuja kuoa au kuolewa? No, wale mlio kwenye ndoa msishushe, nyosha mikono juu. Na wale mnataka kuwajoin hawa na nyinyi mpate watu wa kwenu, nyosha mikono juu. Amen. Kwa wale matoashi, Bwana Yesu asifiwe sana. Nyie ni miamba. Tunawahitaji nyie katika kanisa. Pastor, baada ya ibada naomba ukutane na matoashi wote kwa ajili ya kuwapangia majukumu katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Naomba sasa unisikilize kwa makini sana. Ninachokwenda kuongea inawezekana kikawa ni kigumu, lakini haimaanishi kwamba ni cha uongo. Ninachokwenda kuongea it is very true. Na kwa hiki ninachokwenda kukiongea, hakika mtaishi na kufa ndani ya haya maneno ninayokwenda kuyaongea, kwa sababu ni maneno ya Mungu. Hakuna namna ya kuescape. The single most powerful entity ambayo Mungu aliiumba duniani sio kanisa, ni ndoa. Amen. The most powerful entity ambayo Mungu aliumba duniani sio kanisa, ni ndoa. Ndoa iliumbwa kabla hakujawa na kanisa. Amen. Na ndoa iliumbwa kabla hakujawa na haja ya kuwa na kanisa. Wow. Okay. The first thing God made ni ndoa. Ndio uhusiano wa kwanza ambao Mungu aliutengeneza. Na ndoa, it is so important, it is so pivotal, it is so fundamental, ni ya msingi sana, ni ya muhimu sana, ni kiungo cha muhimu sana, kiasi kwamba hata liwepo kanisa, zikifeli ndoa, kanisa haliwezi kuendelea. Amen. Na kufanya majukumu yake. Yes. Ndoa ikifeli, that's it for the ministry. It's done. Kwa sababu Mungu ameipa ndoa jukumu la kubeba huduma. Na ndoa haipo kwa ajili ya kuzaa watoto, ila watoto ni matokeo ya uwepo wa ndoa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Watoto sio familia. Familia ni mume na mke tu. Wow. Children are not the family. They are the fruit of the family. Okay. Mwae kujua hicho kitu? Kwamba familia ni mume na mke tu. Watoto ni wapitaji, waliwakuta watawaacha. Wow. Yaani wanakuja hivi, wanatoka wanakotoka, wakuza, halafu na wao wanaenda kwenye ndoa, halafu nyinyi waliowakuta wanawaacha. Wow. Ndio maana ni very wrong kwa aidha baba au mama kuhamishia mapenzi kwa watoto ambao ni wapitaji, ambao Mungu amewaandalia wapenzi wao. Wow. Ninaongea vitu vigumu nyinyi kuvielewa. Kwa mwanaume, your number one priority is not your children, it is your wife.
Watoto ni washikaji tu, wanakuja wanapita. Na kwa mwanamke, your priority is not your children, it is your man. Wow. Amen. That is the biblical way. So many people wamejidhani ni wajanja, halafu unahamishia mapenzi kwa watoto, and something bad happens huko baadaye. Kwa kufanya hivyo, hiyo sitaizungumzia leo. Kwa kufanya hivyo, watoto wengi wameharibikiwa. Unakuta watoto wa kiume wanaishi na mama zao kama mahusiano ya mume na mke. Kuna hiyo danger. Na watoto wengi wa kike wanaishi na baba zao mahusiano ya mume na mke bila hata kujua, kwa sababu you are treating your little princess like your wife, and the mother anamtreat the little prince like the husband, na mapenzi yote kumwekea pale, na protection yote kuweka pale, na understanding yote kuweka pale. Halafu huyu mtoto akikua anashindwa kuwa mume, anashindwa kuwa masculine kwa mke wake, kwa sababu anamuona mke wake kama muendelezo wa mama yake. Wow. Halafu mume anaishia kuwa obedient to the wife, ambayo ni laana. Mume anatakiwa kupokea ushauri wa mke, but not to be submitted to the wife. Amen. That is a curse. Ndio ushoga unakoanzia. Hiyo ni mental and physical castration. Umehasiwa. Mwanaume mpaka Mungu akakuamini kukupa huo mzigo hapo, maana yake you need to stand as king. Mnanisikia? Nimesema leo nitaongea vitu fundamental. Mkienda kwenu mtaenda kuvichambua. And the husband is not the head of the family. Mume sio kichwa cha familia. Biblia haisemi hivyo. Huwa nasikia watu wengi wanasema mume ni kichwa cha familia. Mnaisikia wapi? Mume, Biblia inasema mume ni kichwa cha mke. Amen. Yes. Mume ni kichwa cha mke, sio kichwa cha familia kwamba na pamoja na watoto. Hapana. Kwa watoto baba ni kiongozi, baba ni baba. Position ya baba ni position ya Mungu kwa watoto. Wow. Baba kwa watoto sio kichwa, ni Mungu. Na mifano yote ambayo tuko nayo sisi na baba, Mungu Baba, ndio mifano ya baba na watoto wake. Tunabeba jina lake. Kila mtoto anachukua jina. Sasa ninakwenda kuambia vitu ambavyo vinakwenda ni vitu very significant. Nani hapa naweza nikamuonea? Hebu Mena njoo. Ulikuwa unajificha, njoo. Asante kwa kujificha. Shikunzi, weka hiyo notebook hapo, njoo. Unataka kijana gani hapa nikuitie? Yoyote, una uhakika? Anyway, basi hiyo zoezi sitafanya. Nitaka nifanye hivi. Nitaka nifanye enactment ambayo tunafanyaga kwenye ndoa. Huyu ni baba yake huyu, si ndio? Anavomleta huwa tunauliza, ni nani anayemtoa binti huyu Mena kuolewa na kijana huyu tumuite Geoffrey? Halafu baba anasema, mimi Mgaya ninamtoa Mena kwenda kwa Geoffrey, kwenda kuolewa. Baada ya pale Mgaya anaondoka, anarudi kwenda kukaa, wanakwenda kumkalisha, vigelegele vinapigwa. Geoffrey anakuja anasimama hapa, halafu wanakwenda na huyu pale mbele. Jina la Mgaya linakwenda kufutwa legally kwenye jina la huyu. Alikuwa anaitwa Mena Mgaya, halafu anaanza kuitwa Mena Geoffrey. Hajabadilisha tu nani, amebadilisha baba. Kwa hiyo mke anapoolewa anakuwa haendi kwa mshikaji, haendi kwa better half. Wow. Amebadilisha baba, essentially kabadilisha baba, amebadilisha ukoo. Amen. Amekwenda kwa mtu mwingine. Sasa yes. Sikiliza, kabla ya kuolewa baba
alikuwa ana uwezo wa aidha kumlaani au kumbariki Mena baada ya kuolewa na jina kubadilishwa na serikali kuweka signature yake na Mungu na watumishi wake kuthibitisha hilo mbele ya mashahidi. Nguvu ya baba kumlaani au kumbariki Mena inakuwa haipo tena, iko kwa mume. Kwa hiyo kama mke kuna vitu alikuwa anafanya kwa baba yake, kwamba baba anaweza akanilaani akafanya nini, laana ya yule mume ana uwezo wa kuikinga, na mume ndio mwenye nguvu ya aidha kumbariki ama kumlaani mke wake na watoto. It is that serious. Baada ya kuwa kwenye ndoa, mzee aliyekuzaa hana uwezo wa kukulaani wala hana uwezo wa kukubariki. Ana uwezo tu akiamua kukupa pesa, kukupa nyumba, kukupa kiwanja, inaishia hapo, but not spiritually. Hana spiritual influence au authority kwa mtu aliyeolewa. It is that serious. Hata mtu atamwacha baba yake na mama yake na kuambatana, to cleave, kuambatana. Ina maana huyu anaachana na wote wa ukoo wake na huyu anaachana na wote wa ukoo wake. They cleave together. They form ambao hauhusiki na kule walikotoka, culture ya kule mlikotoka. Mnanisikia nachosema? Sasa kuna namna fulani ambayo tusipoelewa roles, tusipoelewa na kuridhika nazo, kuna mtazamo fulani ambao tutakuwa nao ambao ni very anti-Christian. Sasa ngoja niseme kitu fulani. Mojawapo ya ideologies ambazo zimejitokeza miaka hivi karibuni, ambayo iko very 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 destructive. Nitaizungumza kwa ukali wake alafu nitaibalance. Kwa hiyo usipanic nikizungumza mwanzoni. Mojawapo ya ideologies ambayo imekuja ni mbaya kuliko zote ulimwenguni na ina destroy the fabric of the church without the church even knowing, ni kitu kinaitwa women empowerment. Hakuna fundisho la kipepo kama women empowerment. Na ninaongea hiyo kwa ujasiri nikijua inarekodiwa, itaruka kwenye mitandao. Yes, nimesema ni fundisho la kipepo. Naweka angalizo. Ni sahihi kabisa kwa wanawake na wenyewe kuwepo kwenye urithi, na wenyewe wakarithi mali kutoka kwa baba zao. I'm not opposed to that. Ni sahihi kabisa wanawake kumiliki ardhi. Zamani haikuwa hivyo. I support that. Mimi mwenyewe na watoto wa kike. Ni sahihi kabisa kwa wanawake kuwa na haki ya kupiga kura na kuchagua viongozi. I support that. Ni sahihi kabisa wawe na bank account, wawe na kazi ambayo mwanaume anaweza kufanya, kama mwanamke anaiweza aifanye. Ni sahihi kabisa. I would like to see my own kids wakiwa madaktari, wakiwa mapilot, wakiwa it is good. It is beautiful. Lakini kile anachokifanya kisi mess up gender roles, kisiharibu yale makusudi ambayo Mungu alikuwa ameweka kwa mke na makusudi ambayo Mungu alikuwa ameweka kwa mume katika familia. Isije kusikika kwa mwanamke yoyote wa NTM kwamba amekuwa kichwa cha mumewe. Laana hiyo isije kusikika kumletea mumeo ushoga. Na mume sio shosti. Mume ni bwana. Angalia divorce rate ya Wakristo hasa wa Pentekoste iko kwenye 58%, ndio inayoongoza duniani. Wa Pentekoste 58%, ikifuatiwa na Wakatoliki 16% divorce rate. 16%. Yaani huyo ndio namba 2. Waislamu wako kwenye 5%. Wahindu wako kwenye 1%. 1%. Tena wao ndoa zao wanakwenda kuonana siku ya harusi. Kwa Wachina sijui hata kama divorce inasikika. Ni nini kimetupata wa Pentekoste?
Kwa nini sisi ndio ndoa zetu zina vita? Je, kuna mafundisho gani ya awali hatujafundishwa kuhusu, kama Waislamu wanavyofundishwa toka katoto kadogo wa kike anafundishwa who is a man, what is a man? Hayo maswali mawili. Yes. Watoto wa kiume wanafundishwa who is a woman, what is a woman. Ndio maana hata kwenye lugha yao wao Waislamu hawasemi huyu ni bwana, huyu ni mume wangu, wanasema huyu ni bwana. Ukishamtaja mtu kuwa bwana, that word bwana maana yake owner. Yeah. Maana yake master, maana yake mmiliki. Kwa hiyo kutokana na namna wanaona, tayari uono wao umeshawaweka kwenye kuunderstand vitu vya namna fulani. Mimi nimeshawahi kuona picha na nitaongea. Nimeshawahi kuona picha mtu mkubwa mwanamke, a president, amekwenda nyumbani kwake, pana wake wenza, halafu amekaa chini kwenye mkeka kwenye miguu ya mume wake, a president. Wow. Unamuona mwanamke wa Kikristo aliyeokoka, empowered, amekuwa rais, amekaa chini kwenye mkeka kwenye miguu ya mume wake mbele ya watu, a Christian woman. Do you see that? Mwanamke wa Kikristo empowered. Hapo nje kuna V8 kama 50 zimepaki hapo, mabodyguard mpaka chooni kwa ajili yake. Halafu yuko nyumbani amekaa kwenye miguu ya mwamba anasikiliza. A Christian woman. Do you see that? If you don't see that, then there's a problem. Kuna kitu kimetokea kwenye Ukristo. Alivyosema kwamba there's therefore now no male or female, alikuwa hazungumzii kwenye gender roles, alikuwa anazungumzia kwenye jinsi tunapokea wokovu, kwamba wote tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Amen. Lakini sio kwenye zile roles ambazo ziko pale. There's something wrong in Christianity. Na kwa nyie mnaonisikiliza, wachungaji, mitume, maaskofu na manabii na watu wengine, we need to have this conversation in the church right now. Amen. Kuna conversation ambayo inabidi ifanyike ndani ya kanisa sasa hivi ili tuweze kujua, because kanisa linaangamia. Hatuwezi kushindana na dini ambazo ndoa zao hazivunjiki. Hatuwezi. Kwanza tu biologically wanazaliana kuliko sisi, kwa sababu wenzetu wana mke zaidi ya mmoja. Unakuta mume mmoja amezaa watoto 20. Sisi mke mmoja anakupeleka watoto 2, 3. Kwa hiyo ndani ya muda fulani tayari population wise kidunia tu, Yeah. watakuwa wametuzidi. Lakini pamoja na hayo wao ndoa hazivunjiki. Sisi za kwetu hizo chache na hao watoto wachache zinavunjika. Tunapokuja kwenye eneo la morality, tukamo mezani kuongea morality katika taifa, hatuna mguu wa kusimamia. Sababu nyinyi wakiwaangalia nyinyi hamna ndoa, wao wanazo. Your women are empowered, wao they are not. Nimeona wanawake wa Kiislamu ambao they are very powerful, wana vyeo, wana nini, lakini ukija kumkuta yuko nyumbani na mume wake, I say it is something to behold. Nadhani na wewe una shuhuda unaweza kuzitoa. Yes. It is something to behold, kwamba huyu ni CEO. Anawezeje analeta eti anamletea chai mume wake, anapiga magoti. Anapiga magoti. Anamuonyesha heshima. Mama anawafundisha watoto baba ni nani. Anawafundisha mpaka watoto wa kiume, usiongee na baba yako hivyo. Usiongee na baba yako hivyo katika nyumba yangu, nitakunyonga. Mama anawafundisha watoto jinsi ya kuongea na baba. Baba ni mtu wa namna gani? Biblia inasema Mungu ameumba jambo jipya, kama mwanamke atamlinda mume wake. Amen. Mwanamke ana uwezo wa kuestablish position ya mume wake. Yule mwanamke wa kwenye Proverbs 31, kutokana anasema anaamka mapema, anakwenda kutengeneza pesa, anakwenda kufanya biashara. Kutokana na pesa anazotengeneza, kutokana na biashara anayotengeneza, Biblia inasema mume wake ataitwa heri. Mume wake atakapokuwa amekaa kwenye mabaraza na wanaume wengine ataitwa heri, sio kwa sababu ya kitu ambacho mume anakifanya, kwa sababu ya kitu mke anakifanya. Mume anaitwa heri. Wanawake wangapi mlioko hapa au mnaonisikiliza, waume zenu wanaitwa heri kwa sababu ya unachokifanya, kwa sababu ya namna unavyomtreat. Hallelujah. Amen. The Bible addresses women because women are the one who have the power to hold the marriage together.
Yeah. Nendeni ustawi wa jamii, angalieni. Wanaoomba divorce ni nani? It's not men, it's women. Kwa Marekani na nchi za Ulaya sasa hivi divorce inakuwa initiated na women by 80% minimum. Na wengi ni kwa sababu I'm just tired of my marriage, kwa sababu ya kazi walizonazo, kwa sababu ya influence ambayo wameipata. Nikamsikiza psychologist fulani mwanamke Marekani anasema a man will sacrifice his happiness for his family, but a woman will sacrifice her family for her happiness. Na huyu psychologist ni mwanamke. Ndio maana Biblia inamuaddress mwanamke kwamba mwanamke mpumbavu huvunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Haisemi mwanandoa mpumbavu, hapana. Inasema mwanamke mpumbavu, kwa sababu ndoa haivunjiki mikononi mwa mwanaume, inavunjikia mikononi mwa mwanamke. It is the woman who has the power. Even sex is controlled by women. 98% mwanamke ndio anayeamua kwamba sex itokee au isitokee. Wanawake, ninazungumza na nyie kwa sababu because of the power that you have. Amen. Listen to this. Adam was given a command. Eve was given a conversation. The command was never given to Eve. It was given to Adam. And Adam had a conversation with Eve about the command. Sika umeelewa? Yes. Ndio maana hata Eva alivyokula lile tunda hawakuanguka. Alikula, mambo yakaendelea, bado yuko kwenye utukufu. Adamu alivyokula, wote wawili wakajiona wako uchi. Kwa nini? Kwa sababu anachokifanya mwanamke, kosa alilolifanya, if the covering, oh my goodness, if the covering is still okay, if the husband is still okay, the woman is safe. Amen. But if she causes him to compromise, both of them are compromised. Wow. Adamu alivyong'ata tu tunda, wote wawili wakajiona kwamba wako uchi, kwa sababu the command was never given to Eve, it was given to Adam. Abraham akaobey the word of the wife against the word of God, ambayo imeletwa na malaika physically. Njoo kwa Samsoni, mnadhiri wa Mungu, manake mbeba siri za Mungu toka tumboni kwa mama yake, na amepewa siri ya kwamba nywele zako, nguvu zitakaa kwenye nywele, hazitaondoka. Bring Delilah into the picture. Bas. Niambie siri za nguvu zako. Oh, nikifungwa kamba nini? Akafunga kamba. Akaambia wanakuja akakata. Niambie siri yako. Baada ya matukio kadhaa akaambia, kisha Delilah, Biblia inasema kisha Delilah akampakata Samsoni. Kisha Delilah akampakata Samsoni. Women, Mungu anawaona. Amen. Halafu akamwambia Samsoni, hunipendi. Unajua mwanamke akwambia hunipendi, anakufanya unakuwa defensive. Sasa unataka kuprove kwamba ninakupenda. Akampakata, halafu akamwambia hunipendi. Samsoni akasema, aisee, mimi ni mnadhiri wa Mungu. Ukinyoa tu hizi nywele, hamna kitu. Kwisha habari yangu. Njoo kwa Daudi na mke wake Mikaela. Wewe ni mfalme. Unawezaje kumchezea Mungu hivi wakati wewe ni mfalme? Njoo kwa Ahab na Jezebel. Mifano haiishi ndugu zangu. It means kuna kitu Mungu ameweka ndani ya mwanamke ambacho kina power of influence over a man, na kinatokea pale Edeni. Pale Edeni Mungu, baada ya wale watu kula lile tunda, Mungu akaja akasema, Adamu,
akamhukumu Adamu kwa makosa mawili. Kwa sababu umeisikiliza sauti ya mke wako, moja, na umekula tunda nililokukataza, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Angalia Mungu kwa namna alivyomuumba mwanaume, angemlaani personally, dunia nzima ingekuwa imelaaniwa, because the man is the carrier of the seed. You don't curse the carrier of the seed. Humlaani aliyebeba mbegu, kwa sababu unalaani na mbegu iliyoko ndani yake. Kwa hiyo akasema, kwa sababu umemsikiliza mke wako na umekula tunda nililokataza usile, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, akakwepesha. Wow. Lakini kwa mwanamke laana ilienda straight personal. Kwa sababu Eva umefanya hivi, utazaa kwa uchungu. Na kwa sababu nyoka umefanya hivi, mwanamke atakuponda, mzao wa mwanamke atakuponda kichwa chako. Kwa nyoka it was personal, kwa Eve it was personal, kwa Adamu ililaaniwa dunia. Kwa nini alilaani dunia? Kulinda mbegu ambayo yule ameibeba. Kwa sababu Mungu alikuwa anakuja kuihitaji baadaye, asingeweza kuilaani ile. Tuko pamoja? Amen. Hii inaniambia nini? Mungu ameumba jambo jipya, kwamba mwanamke atamlinda mume wake. Women, you have the power. Mungu amekwisha kuweka ndani ya waume zenu sikio la kuweza kuwasikia, la kuweza mpaka akapotoshwa. Mtu aliyeitwa na Mungu mpaka anaacha kwenye wito, kama Mungu amewapatia hicho kitu, it means kwamba you can also use it positively. Amen. Sauti ya mwanamke ikija katika namna ya kumuinua mwanaume, katika kumjenga, katika kumuimarisha, yule mwanaume anakuwa unbreakable. Amen. Mwanaume ambaye ana full support of his wife behind him, is impossible kumwangusha yule mwanaume. Amen. Kwa sababu yale maneno ambayo anakuwa anaambiwa kila siku, kwamba sikiliza, wewe una hekima, unajua pale kanisani wewe ndo una hekima kuliko wale wote. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kuenda nao. Inabidi ujue jinsi ya kumpanga kila mmoja. Inabidi ujue nini. Unajua kule kazini kwenu kule wanakutegemea wewe. Wewe ndo unayetegemewa. Bosi wako ndio maana huwa hataki uende likizo. Inabidi ufanye hivi na hivi na hivi. Yule mwanaume ambaye anayasikia yale mambo kila siku, anajengwa. Kuna kitu kimewekwa ndani ya mume ambacho kinajengwa na mwanamke. Kimewekwa mle ndani. Mwanaume ana uwezo akafanya mighty things if he has support of his wife. Na kama kuna vitu anakuwa anasikilizishwa na mke wake, ana uwezo wa kutoka point A to point B, ana uwezo wa kukamilisha visions. Ndio maana mwanamke amepewa usaidizi, kwamba Mungu akaona si sawa mwanaume awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Wow. Haleluya. Amen. Kwa hiyo mwanamke wa kweli ni yule anayetambua kama you are not the main event, your husband is the main event. Amen. You are the helper. Yes. You are the helper. You are the one to make your husband visible. You are the one to make your husband visible. Kuna vitu huwa tunajifunza kwa watu mbalimbali. Huwa mimi ni mchunguzaji, huwa napenda kuchunguza vitu vingi. Sisemi kwamba hawa nao kwenda kutolea mfano, sisemi kwamba they are perfect, no. Lakini there's kitu pale ambacho ni mbegu, ambayo wengi wetu tunaweza kujifunza. Tukiwa kwenye gatherings, iwe ni kwenye sherehe, iwe ni hapa kanisani, au iwe ni kitu fulani, na wachungaji tumekaa hapa, huwa na notice Jackie. Amen. Jackie akienda kupakua chakula, hapeleki kwa apostle kwanza. Amen. Wala hawezi kupeleka kwa mchungaji Pastor Dennis. Sina, wao wana wake zao. Anapeleka straight kwa mume wake. Na huwa hamkabidhi tu magoti yamenyooka. Anamkabidhi kama anamkabidhi mfalme. Na huwa nasikiliza mazungumzo yao anavyomuita. Anamuita king. My king. Hivi unanielewa? Vitu ambavyo Henry anaweza akaenda akaingia ikulu bila kitambulisho kwa kuitwa tu king. Yaani anaweza akafika akaingia ikulu akasema, jamani nimekuja, mimi ni Henry, kwa sababu tu ameaminishwa. Amen.
You are my master, you are my king. Yaani ameaminishwa so much, anaweza kaenda kufika kwamba sijui kama mlikuwa mnanitarajia, una kitambulisho sana, nahitaji kitambulisho. Mpaka leo hamnijui. Kwa sababu tu kuna kamtu kule nyumbani kamemwaminisha kwamba wewe ni king. I don't care what they say, wewe ni king. Kwa Jackie, it's always my king first. Yeah. And then kina apostle wanakuja wanafuata baadaye. Kina Pastor Dennis wanakuja wanafuata baadaye. Na kwa nini Dennis aje first kwa Jackie? Kwa sababu sesi yupo. Amen. Sesi yupo, amfanye huyu kuwa mfalme wake. Tuko pamoja? Yes. Kuna namna mwanamke, and listen women, when your man wins, so do you. Yes. Kwa sababu ule ushindi wake ni ushindi wa kwenu. Yes. Na ultimately ni ushindi wa familia yenu. Yes. Na ultimately anawaachia watoto wa kwako wewe mwenyewe urithi. Anawatengenezea watoto wako wewe mwenyewe. Mume wako akishinda, umeshinda. Amen. But when the woman wins alone, the family does not. Wewe chunguza katika familia zote unazozifahamu ambao mwanamke ameulimit ushindi kwake yeye peke yake, the entire family suffers. Na watoto wanasafa katika namna mbalimbali, even spiritually. Kuna milango inakuwa imefunguliwa ambayo watoto wanasafa na wataendelea kusafa mpaka na wao kwenye ndoa zao. Kwa sababu kuna vita mama ameshindwa kuipigana katika ndoa yake. Tuko pamoja? Yes. Sasa tunavyohubiri mambo kama haya, ni rahisi kwa mtu kutushutumu kwamba wewe ni traditionalist. Wewe ni traditionalist. Unafuata mambo ya kizamani. Naomba mnisikilize ndugu zangu. God is timeless. Sema timeless. Timeless. Sema God is timeless. God is timeless. Rudia tena. God is timeless. God is timeless. Yes. And therefore, God is neither traditional nor modern. Mungu sio wa kisasa wala sio wa kizamani. Amri zake, they are timeless. Hallelujah. Amen. Familia inajengwa na nyie kina mama Doreen. Nyinyi ndio mnajenga familia. Huyu hapa, yani wewe ukisimama kuijenga familia, huyu anafuata. Anapita mle kwenye reli. Mume anapita kwenye reli sawa sawa na mke unavyoitengeneza familia. Unavyosimama kwenye kumuombea, maneno yako yana nguvu katika ulimwengu wa roho. Unayoyakataza katika ulimwengu wa roho yanakatazwa. Ukikataza hasara kwake inakatazwa. Ukikataza hasara kwake inakatazwa. Ukikataza kijicho kwake kinakatazwa. Kwa sababu ndio nguvu ambayo Mungu ameweka kwa mwanamke. Kuna mama fulani nilikuwa ninamsikiliza kule Marekani, alikuwa anafundisha, akawa anasema yeye kabla mume wake kutoka, kila siku anamtamkia. Anaambia tupige magoti, anatamka kuhusu siku ya yule bwana kule kote anakokwenda, na mume wake anatoa ushuhuda. Anasema always anachotamka ndicho kinachokuwa siku nzima. Kwa hiyo imagine mume ambaye anajua ninatembea katika protection ya mke wangu, kwa sababu it is a spiritual principle. Ninarudia, Mungu ameumba jambo jipya kwamba mwanamke atamlinda mume wake. Najua mke anaweza hata akatamka kwamba Mungu, ninarekebisha macho ya huyu bwana, akienda kuona wanawake wengine huko awaone kama nyani, na ndivyo atakavyowaona. Lakini mwanamke ambaye hajui kanuni za kiroho anabaki kila siku anataka kuchunguza simu yako. Nione simu, hamna mwanamke. Tamka, tengeneza wigo. Amen. Badala ya kufukuzana na simu, fukuzana na kanuni za kiroho. Amen. Tamka vitu. Yes. Tamka mipaka. Haleluya. Sikiza kwenye Waefeso 5. Hii nitaimaliza. Ili andiko mmelisikia mara nyingi, lakini nataka ulisikize kwenye translation ya CEV, Contemporary English Version. Kuanzia mstari wa 22 anasema, a wife should put her husband first
as she does the Lord. Soma mstari wa 22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii bwana wetu. Anasema a wife should put her husband first as she does the Lord. Your husband is number one. Hakuna mtu atakaye kuja kuwa na mamlaka kwako zaidi ya mume wako. Ina maana sauti ya mume wako ni kubwa kuliko sauti ya baba yako mzazi. Ni sauti kubwa kuliko ya baba mkwe. Ni sauti kubwa kuliko ya bosi wako kazini. Ni sauti kubwa kuliko ya mchungaji wako kanisani. Mmesikia hicho kitu? Amen. Sauti ya mume. Anasema mke amtii mume kama anavyomtii Kristo. If you cannot do this, please, for God's sake, do not, and I repeat, do not get married. Remain single. Because in the Church of Jesus Christ, there is no other practice except this. Katika kanisa la Yesu hakuna namna nyingine ya kuishi isipokuwa hii. Lazima kumtii mume kama unavyomtii Kristo. Kuna watu wawili ambao wanashare mamlaka juu ya maisha yako kama wewe ni mwanamke. Kuna watu wawili ambao they share authority, ambaye ni Bwana Yesu na mume wako. They share authority equally. Hebu simama kwanza pale ulipo, sababu naona kama mnielewi. Sema kuna watu wawili. Kuna watu wawili ambao wanashare mamlaka. Ambao wanashare mamlaka juu ya mwanamke. Juu ya mwanamke. Nao ni mume na Yesu. Na Yesu. These two share authority. Mnanisikia nachoongea? Amen. Na hakutakuja kuwa na practice nyingine ndani ya mwili wa Kristo mpaka tunapokuja kufa. Yesu anamiliki mwanamke, lakini sometimes anamiliki huyo mwanamke through the husband. Pale ambapo wewe kama Diana, sauti ya baba yako mzazi inakuwa ni kuu kwako kuliko sauti ya Herman, you are in error. Uko kwenye makosa. Na hakuna unachokifanya katika maisha yako ambacho kitakuwa kina ridhaa ya Mungu. Ili upate ridhaa, lazima shehemba awe na sauti kubwa kuliko yes. Mmenielewa nachoongea? Nimewasimamisha ili msikie hii, ili kama kuna mabinti hapa mna matumaini ya kuolewa, mkate tamaa kabisa kuolewa. Ukiolewa umemilikiwa. Ukiolewa wewe ni mali ya. Ndio maana Biblia inasema apataye mke, haisemi apataye mume, kwa sababu mume ndio anapata. Amen. Mke anapatwa. Yes. Anasema apataye mke amepata kitu chema. Mke ni kitu. Amen. Mume ni bwana. Wow. Sema mume ni bwana. Mume ni bwana. Sema Evelyn, sema mume ni bwana. Sema Devi ni bwana. Unajua Devi ana share title. Yesu unamuita nani? Bwana. Na Devi unamuita nani? Bwana. Kwa hiyo ukisema bwana, uwe specific moyoni, unamaanisha bwana yupi kwa leo? Rebeka, yanakuelea haya? Yanakuelea? Huyo aliyekaa pembeni yako sio mshikaji, sio shosti. Najua ana vichekesho vingi, anakuchekesha, anakutekenya, lakini unatekenywa na Bwana. Iko tu hivyo. Kuna bwana wa kuabudiwa na kuna bwana mtekenyaji. Kwa hiyo iko hivyo. Mstari wa 23 naomba ukae. Mstari wa 23 anasema
Twende pamoja G. Anasema a husband is the head of the wife as Christ is the head and savior of the church. Soma hiyo. Kwani mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa chao wateule. Umeona? Mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Yaani ameweka equality. Ubwana wa Kristo kwa kanisa ndio ubwana wa mume kwa mke. Wakristo tusipoelewa hivi, ni divorces throughout. Zitaendelea, zita move from 58%, zitaanza kupanda kwenye 65%. Lazima tuelewe hilo kwamba mume ni bwana, anabakia kuwa bwana. Wewe kama ni meneja wa benki, wewe kama ni waziri, wewe kama ni iko tu hivyo. Hata kwenye walioko kwenye serikali kuna watu najifunza kutoka kwao. Napenda sana Waziri Gwajima, the way anamtreat mume wake. Na the way everywhere yuko naye, na everywhere anamweka first. Pamoja na kwamba mwenye dhamana ya serikali ni yeye. Unanielewa? Amen. You learn, unasikia? You learn to lift them up. Doreen lazima sishe. You must make him visible. Ili anapokaa na wanaume wenzake chini ya mwembe wanakunywa kahawa, wanaume wenzake waseme Simbeye ni heri, wamuite heri kwa sababu ya the things that they hear unamzungumzia. Wanadamu hamna siri kama mnavyodhani. Vile unavyoshare the negatives kuhusu mume wako, kuhusu nini, inamfanya wasimuite heri. Inamfanya ashindwe kupanda juu, ashindwe kupata social support because of the things. Mara nyingine anajaribu kupanda ngazi zinateleza, anajaribu kupanda ngazi zinateleza kwa sababu kimlacho kinguoni mwake, kwa sababu ambaye anaweka maneno mabaya, anaweka doubt ni mke. But if you build him up, hata kama ni mtu wa ajabu, hata kama ni mtu mwenye kona kona. Nimeona kuna wanaume ambao anaheshimiwa na watu wanaamini kwamba ni mheshimiwa kabisa, just because mwanamke amesimama kwenye nafasi yake, na hamruhusu mtu yoyote aone negatives za mume wake. Kwa sababu gani? Popote penye upendo, upendo husitiri. Unaweza kukuta Shikunzi unapigwa vibao kila siku na Pegi, lakini hujawahi kuniambia kwamba Apostle nimechezea viganja. Hujawahi kuniambia, unasema kwa kweli huyu mwanamke ananiombea sana. Kumbe mwingine anakanda na mashavu kidogo. Lakini wote tunamuona Pegi, a woman of God, the prayer warrior. But perhaps kuna vitu zaidi unavijua kuhusu Pegi, lakini ambacho image umeturuhusu kumuona ni kuspect, oh wow, woman of God, prayer warrior. Hallelujah. Amen. Anasema mume, a husband is the head of the wife. Maamushi, usipokubali kwamba huyu ni kichwa chako, hakuna familia. Hakuna familia. Mtakuja kanisani, mtapretend kwamba nyinyi ni wapenzi, mtapretend kwamba mko pamoja, lakini hakuna familia. Lazima mke akubali. Unajua kwa nini naiweka hivyo? Kwamba mke kwanza lazima akubali kwamba huyu ni kichwa, kwa sababu ndio kanisa linalompokea Yesu. Umeona? Kanisa ndio linampokea Yesu. Yesu alipokea kanisa. Kuna mtu hajanielewa. Kanisa ndio linamwamini Yesu kwamba ni Bwana na kumkiri. Yes. Yesu halikiri kanisa. Yes. Kanisa ndio linamkiri Yesu kwamba Yesu ni Bwana wangu. Wow. Na linafanya confession publicly kwamba hey guys, sikilizeni, Yesu ni Bwana wangu na ni Mwokozi wangu. Amen. Ndivyo mke anavyotakiwa kufanya, kwamba huyu ni Bwana wangu na ndio Mwokozi wangu. It is not the man who accepts the woman, it is the woman who must accept the man. Yes. Sisi tunakufuata tu kukuletea habari njema, si ndio? Dennis alimfuata Sesi
alimtokea kwenda kumpelekea nini? Habari njema kwamba sikia, mwanamke, nimekupenda, nimekuelewa, ninataka uwe mke wangu, uwe mama wa watoto wangu. Akamletea Injili. Huyu akaiamini ile Injili, akaokoka, hata akaacha kuitwa Sesi mtoto wa Kalinga, Sekalinga, akawa Sesi Kiwali. Kiwali, we Mchaga, we Mhehe. Majina ya Kichaga umeyatoa wapi? Niliamini. Amen. Yesu akaja kutoka alikotoka, akaja kutuambia, for God so loved you that he sent me, that if you believe in me and take my name, you will not perish, but we will have a good life together, everlasting life. Nikaamini, nikamkiri Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ndio maana ndoa inafananishwa na uhusiano wa kanisa na Kristo. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Mstari wa 24 nisomee G. Lakini kama wateule wanavyomtii Kristo, vivyo hivyo nao wake sharti wawatii waume wao katika mambo yote. Okay, rudia. Lakini ninaomba kila mtu kule nyuma asikilize. Lakini kama wateule wanavyomtii Kristo, vivyo hivyo nao wake sharti wawatii waume wao katika mambo yote. Haya, kina mama hapo tuongee. Katika mambo mangapi? Yote. Angel, katika mambo mangapi? Yote. Katika mambo mangapi? Katika mambo mangapi? Mama, umeielewa hii? Kwa sababu naona kama inakujia kwa kasi sana. Yaani naona kama ninatabiri upepo wa kisulisuli unakuja kukuchukua. Kukutupia kwenye ndoa. Hasa hapo kwenye kumtii mtu fulani katika mambo yote. Wewe umezoea, umetoka kwenye familia yako, ni mtoto wa baba, tena last born. Mungu atusaidie. Wachungaji, naomba mkae naye huyu karibu. Kama ni last born, hiyo ni inahitaji semina ya ziada. Lakini sasa kuna mtu mwingine anakuja kukuchukua pale, na akikuchukua anaondoka na wewe jumla. Yaani mambo ya anakuwa amemaanisha mambo ya kule mnakuwa mmemalizana nayo. Halafu sasa inabidi kumwobei huyu katika mambo yote. Wanawake wa Kikristo, hiyo katika mambo yote msijitoe ufahamu, ipo. Amen. Kwa hiyo unapoolewa na mtu, usikubali kuolewa na mshikaji, kwa sababu hutaweza kumtii katika mambo yote, kwa sababu ni mshikaji. Olewa na mtu unayemuona kama bwana, ana uwezo wa kuwa bwana kwako. Then hakutakuwa na negotiation. Na ukishamuita mtu bwana, hata akisema no, hakuna kinyongo. Unaweza ukawa kama Paulo anavyomlilia bwana wake, nina huu mwiba katika mwili wangu, uniondolee, nina huu mwiba unaniuma, niondolee. Bwana wake anamjibu kwamba hebu uache kwanza, neema yangu ya kutosha. Neema yako yanitosha, huoni ninaumia? Lakini Paulo akaondoka ameridhika kwamba nilimuomba mara 3, akasema tu neema yangu inanitosha. Alichukua lile neno la bwana wake kama ni neno la mwisho. Kwenye familia, kwenye kuendesha familia na kufanya vitu fulani, unaweza ukamuona mume wako kama mjinga. Anasema kutakuwa na njia kuu na njia. Anayepita kwenye ile njia, pamoja na kama imesonga songa, wajapokuwa wajinga hawatapotea. Unaweza ukaona kama una hekima kuliko mume wako. Unaweza ukaona kama una akili kuliko mume wako. Unaweza ukaona kama umesoma kuliko mume wako. Lakini obedience itakukalisha sehemu ambapo elimu yako haiwezi kukalisha. Amen. Obedience to your husband is obedience to God. Amen. Obedience to your husband is obedience to Jesus Christ. Ngojeni niwaambie, anasema kwenye Biblia, huwezi kumpenda mwanadamu
Huwezi kumpenda Mungu usiyemuona ukashindwa kumpenda mwanadamu unayemuona. In the same way, huwezi kumtii Yesu usiyemuona ukashindwa kumtii mume unayemuona. Amen. Kama anafanya vitu kwa kukosea mume wako, kuna namna ya kushape katika maombi ili aanze kupatia. Sio kwa kubishana naye, lakini kwa kumshauri kwa unyenyekevu, with your feminine energy. Kuna kitu mwanamke akitumia mwanamke wake anaweza akapata better results kuliko naye akija kama mwanaume. Ukija kama mwanaume lazima nikupinge, kwa sababu ninaona mwanaume, ninaona kaka yako anaongea na mimi. Yaani unavyoongea na mimi namuona kabisa kaka yako au baba yako kabisa. Lakini kuna namna ukija kama Delila. Hakunaga Samson mbele ya Delila, si ndio? Wanasema hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Basi kuwa chai ili kuulainisha moyo wa mume wako. Hayo ambayo umeyaona tumeyaongea hapo, hayo ni amri. Hayo ni amri, sio mapendekezo. Hayo ni amri ya Mungu. Si rahisi, labda niweke angalizo, si rahisi kumpenda mwanamke kama Kristo anavyolipenda kanisa. Sio rahisi. Na sio rahisi kumtii mwanaume kama kanisa linavyomtii Kristo. Sio rahisi, kwa sababu wanaume wana changamoto zao. Mara nyingine atakuudhi, mara nyingine atakujibu majibu ya mkato, mara nyingine hata kuelewa, mara nyingine naye ametoka huko wamemfrustrate kazini, ana frustration zake, naye anakuja na kufrustrate na wewe, lakini ndio huyo umepewa kumtii katika mambo yote. Na wanawake hivyo hivyo. Kuna siku zingine wanawake wanakuwa hawaeleweki. Mimi nimeoa, ninaelewa. Kuna siku zingine unakuta mwanamke haeleweki kabisa kabisa kabisa. Jana ulimletea chocolate akafurahi mpaka machozi yakatoka. Kesho unamletea anasema umenizoea. Kuna namna fulani yani tulioko kwenye ndoa tunafahamu kama umefanya kitu amefurahi kweli. Kuna na kumbe anapendaga hiki, unakuja unafanya tena nakwambia wewe vipi? Mbona kama tunazoeana? Anasema la, kumbe sio kila siku. Lakini sasa ndo huyo umeitwa kumpenda kama Kristo anavyolipenda kanisa. Ana mood swings the same way we are. Kuna siku zingine unakuja hapa wewe mwenyewe unajijua. Kuna siku zingine unakuja hapa umechangamka, yani ibada kabla hawajaanza kuimba tayari yani wewe umeshaanza unapiga hivi, yani kama mbona wanachelewa kupiga drums, unapiga kwenye paja lako mwenyewe, yani uko tayari kuabudu. Lakini kuna siku nyingine unakuja hapa unajiburuza tu, nini, unakuja una moods. Yesu anakuangalia, leo hajachangamka, leo ana mood. Leo anaabudu kwamba pose. Unanyosha kamkono kamoja hivi na kwa sababu Devi amesema nyosha mkono, unanyosha basi angalau kamkono kamoja kaende juu. Yaani kana kwamba hutaki vile na nini. Yesu tu anakuangalia anasema, kanisa bwana, wapenda wa jamaa kazi sana, lakini nawapenda. It's the same way with husbands. Kuna mara nyingine kuna vitu wake zetu wanatufanyia, we are in shock. Kwamba binadamu anawezaje kumfanyia hiki mwenzie? Anawezaje kunijibu hivyo mimi? Unaweza ukajibiwa kitu ukakitafakari wiki, mpaka ukaanza kupitia vifungu vya Biblia kwamba labda kimeandikwa kwenye maombolezo, kwamba hiki lazima kitakuwa kwenye maombolezo, au zile siku za mwisho, zile siku za mwisho za utusitusi au nini, unatafakari. Lakini ndio jibu umepewa ambalo linakukeep company for 1 month kwenye moyo wako, keeping your heart warm. Umenielewa? Lakini ndio huyo anasema sasa mpende kama Kristo ambavyo amelipenda kanisa. Kanisa mara nyingine alieleweki, lina vitu vya namna fulani. It's not easy to be in marriage. Nyie mnaowaza kuingia kwenye ndoa, mimi niko kuambia sio rahisi. Ndoa ni tamu, lakini sio rahisi kuweko kwenye ndoa, kwa sababu huyo ambaye umeamriwa umpende kama Kristo anavyolipenda kanisa anaweza akakuzingua katika namna ambayo binadamu hajawahi kukuzingua, na huyo ambaye umeambiwa umtii kama kumtii Kristo anaweza akakuzingua katika namna ambayo hujawahi kuzinguliwa hivyo before. Kuna wanaume they are not gentle at all. Hawajawahi kufundishwa kuwa gentle, kuwa yani soft nini na nini, hamna. Yani ni kwamba yani ni hivi. Hata mambo fulani unasema mama fulani, hebu twende chumbani, unakuwa kama unaitwa kituo cha polisi kwenda kutoa ushahidi. Mama fulani, hebu tangulia chumbani.
Alafu andaa mazingira. Yaani ukienda kule hujui uandae nini, maji ya kuoga. Hajafundishwa. Lakini huyo ni mume wako. Huyo ndio bwana wako. Amen. Huyo ndio utukufu wa familia yako. Amen. Make it work. Hallelujah. Amen. Nataka nizungumze baadhi ya vitu, sentensi ziko hapa. Hatuoi ili kupata prayer partner, wala hatuoi ili kupata mlezi mwenza. Tunaoa kwa sababu ya zinaa. Tunaoa sababu ya zinaa. Wakorinto wa kwanza sura ya 7. Wakorinto wa kwanza sura ya 7 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema, basi kwa sababu ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Yaani Paulo anasema ni afadhali mwanaume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mmeiona hiyo? Kwa hiyo kwa nini tunaoa? Zinaa. Kwa sababu kwa nini tunaoa? Muwe wa kweli tu. Kuepuka zinaa. Kwa sababu ya zinaa. Yeah. Kwa hiyo mimi sikuoa ili nipate prayer partner. Nilioa ili niweze kuzini ndani ya utaratibu. Nilioa ili niweze kuzini ndani ya utaratibu wa mkataba. Nilioa ili nipate mzinzi mwenza. Nilioa ili nipate mtu ambaye nitazini naye katika kicho cha Kristo. Amen. Tukilielewa hilo, mafumbo yote ya ndoa yanaanza kujisolve. Kwa sababu unaanza, mimi huyu ni mwenzangu. Hatukuja kuwa wenzangu huku. Huku tulikuja kwa kitu kimoja tu. Hukuja kupata maisha huku, kwani kwa baba yako ulikuwa hakuna maisha? Kuna kitu ulikuja kufanya huku ambacho huwezi kufanya na baba yako. Kuna kitu ulikuja kufanya huku ambacho huwezi kufanya na mama yako. Hasa tufanyage hicho. Mamushi, mbona kama mmeinama chini? Biblia, napenda sana Biblia. Inaweka mambo wazi kwamba lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanamume awe na mke wake mwenyewe na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. Kwa hiyo ndani ya ndoa, kwenye eneo la sex, mume asilete logic, na kwenye eneo la sex mke asilete emotions. Weka emotions zako kule. Njoo hapa, kazi ya Bwana itendeke. Halafu utarudi kwenye emotions zako. Na wewe mwanaume, njoo hapa, kazi ya Bwana itendeke, halafu utarudi kwenye logic yako. Iko tu hivyo. Vingine vyote vinatokana na hapo. Ndio maana ngono kwenye ndoa inaitwa tendo la ndoa. Unaanza kuielewa sasa? Hakuna ndoa bila tendo. Ndio maana hata kwenye sheria ya Tanzania mtu asipopewa tendo anaruhusiwa kuomba kutoka kwenye ndoa. Lile ni tendo la ndoa, ndio linalofanya ndoa iwe valid. Tendo hilo hilo la ngono nje ya ndoa inaitwa tu kufanya matusi, lakini huku inaitwa tendo la ndoa. Samani ninawakuza, lakini nazungumza hivi kwa sababu hivi ndio vitu ambavyo nyufa zinakuja kutokea baadaye, na mimi ninakutana na vitu vingi sana, na ninakutana vitu ambavyo tunavifanyia michezo tuviongei, ndio vitu vinavunja kila familia. Huku kwenye ndoa kuna tendo la ndoa lipo,
Na ndiyo sababu ndoa imekuwepo. Ndoa sio kwa ajili ya kuzaa. Watoto wanakuja kama tunda la tendo la ndoa kati ya watu wawili. Amen. Amen. Hukuja kwenye ndoa kwa ajili ya maisha mengine ya kawaida, pamoja na kwamba na yenyewe ipo. Sasa iko hivi, ni dhambi sio kwa mwenzio, ni dhambi kwa Mungu kumnyima mwenzio tendo la ndoa kwa muda mrefu, isipokuwa kwa sababu ya maradhi au maombi. Anasema Paulo, mkubaliane kama ni kwa ajili ya maombi kutengana kwa muda ili mtu aweze kufanya maombi. Lakini kama inaendelea, inaanza kuwa dhambi kwa Mungu, kwa sababu huna amri juu ya huo mwili, ni mwenzio ndio mwenye amri juu ya huo mwili. Kuna mtu ananisikia na kunielewa ninachoongea hapa? Amen. Ni dhambi kumnyima mwenzio. Huna amri, mume huna amri juu ya huo mwili. Ukiambiwa leta, peleka. Na mke huna amri juu ya huo mwili. Ukiambiwa leta, peleka. Na Mungu ndivyo anavyotaka. Huwezi ukatoka pale unamnyima mwenzio halafu ukaendelea kuabudu eti Mungu anakusikia. Halafu unategemea na mwenzio awe na amani na kuendelea kuabudu. Labda iwe ni kwa maradhi au iwe ni kwa magonjwa, lakini kinyume na hapo unakuwa umemkosea Mungu. Na kama mwenzio amekukosea, basi una choice mbili. Kama mwenzio amekukosea, aidha fanya jambo la Kikristo umsamehe. Ukiona kumsamehe ni ngumu, mpe talaka ili awe free. Hakunaga kitu kama separation ndani ya ndoa ya Kikristo, kwamba you are permanently separated. Hicho kitu hakipo, kwamba you are separated. You are not divorced but you are not married. Hamna tendo la ndoa, lakini hujampa mtu talaka, halafu unamdai uaminifu. Hujalala na mtu kwa muda, halafu unataka awe mwaminifu. Ukimwona tu kanisani anaongea na mtu fulani, unasema kwa nini ulikuwa unaongea na fulani? Umenipa. Kuna mchungaji fulani hapa Dar aligonga binti fulani. Basi mke wake akaita wazee wa kanisa na kikao. Bishop Kalinga alikuwepo kwenye hicho kikao, kwenda kumhoji yule mama. Hajampa mchungaji kwa miaka 8. Miaka 8. Akaja akakiri pale 8 years. Ndio kuanza kumuuliza ni hasa mara nyingine ninakuwa kwenye period, mara nyingine ninakuwa kichwa kinauma. Period ya miaka 8. This is how serious things are. Halafu mwenzio anakosea, unaanza kusema ameonekana na nani? Anaonekana yuko karibu na nani? Ukiuliza kwani mama mara ya mwisho umempa baba ni lini? Imepita miezi 9. Imepita 2 years. Halafu unamdai uaminifu. Dhambi hiyo huwezi kuja kuitubu hata mbele ya Mungu. That sin will stay upon you and your children. Kwa sababu Wakristo mnaharibiana maisha kwa ajili ya vitu vya namna hiyo. Mnatoana kwenye target kwa ajili ya vitu vya namna hiyo. Afadhali ukiona kama mwenzio amekukosea na huwezi kumsamehe, mwambie ninaomba talaka tuachane ili uwe free na mimi niwe free. Lakini na talaka yenyewe Yesu amekataza, anasema ni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yenu ndio maana Musa aliruhusu talaka. Hata hiyo kwa ajili ya zinaa ni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yenu, kwa sababu bado you still can forgive. Lakini kwa sababu mna mioyo migumu, basi mpe talaka ili awe free na wewe uwe free. Mnanisikia nachoongea? Ninazungumza lugha ngumu ili msije kusahau. Amini nawaambia hii siku ya leo hamtakuja kuisahau, kwa sababu nimekuwa mkweli kwenu. Nimezungumza wazi kabisa. Aidha msamehe mwenzio au mpe talaka kama huwezi kumsamehe, kuliko kumnyima na kuendelea kumdai uaminifu. Amen. Amen.
toeni mzigo. Sex ni hitaji la msingi kwa wanaume kama vile chakula ama hewa. Ngono ni hitaji la msingi kwa wanaume sawa na chakula ama kupumua. Mwanaume asiyepewa sex hupata maradhi kama vile hypertension, hupata maradhi kama vile kisukari, hupata maradhi kama vile msongo wa mawazo, kwa sababu kwao maisha yao yameumbwa hivyo. Ndani ya miili yao kuna viumbe hai mamilioni ambao wanadai kutoka. Lazima wapewe opportunity ya kutoka. Wanataka tu kutoka. Millions of them alive and moving. Wanadai tu haki ya kutoka nje. Huyu mtu hawezi kudumu kwenye ibada, hawezi kudumu kwenye maombi kama wale wanaodai kutoka hawapewi mlango wa kutokea. Itafika kipindi wanaume ambao hawapewi, akija kwenye kanisa na mwambia chagua binti hapa ndani, mimi nitahalalisha ndoa ya pili kimungu kabisa, na wote mimi na mume wako tunakwenda mbinguni. Aidha mpe au tunampa mke wa pili, hakuna choice. People are dying for no reason. Sex is there to be enjoyed. Let's have as much of it as possible. Wakati bado tuko duniani, miili haijaokoka. Nyie watu, miili haijaokoka. Mwili haujaokoka, isipokuwa kwa sababu ya maradhi ama maombi. Huna amri juu ya huo mwili. Kama umenuna, leta mwili, tutamalizana, halafu utaendelea kununa baadaye. Kwa hiyo kwa wale ambao hamjaoa ama kuolewa, kabla ya kuingia kwenye agano la ndoa, lazima ujue kuwa huoi ama kuolewa kwa ajili ya kupata roommate, mtu wa kushare naye chumba. Ni kwa ajili ya ngono. Ikitokea kutokana na ngono zenu mkazaa na watoto, na wenyewe mtawapokea kwa shukrani. Lakini kwenye ndoa vile vile, mume anakuwa amepata msaidizi, anakuwa amepata mwenza, anakuwa amepata mshauri, na Mungu anakuwa anajipatia uzao wa kimungu kutokana na union yenu. Na mke anakuwa amejipatia covering ya authority, anakuwa amejipatia mtu wa ndani wa mkataba wa kimungu wa kumpenda kama Kristo anavyolipenda kanisa lake. Anakuwa mke amejipatia mtu wa kumpenda kama Kristo anavyolipenda kanisa lake, which is a beautiful contract, which is a beautiful covenant. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nadhani hiyo imetosha. Yes. Sasa ninaongea kama mtume wa Kristo. Mpe mwenzio au mwache aende kwa amani. Mpe mwenzio au mchagulie mdogo wako sehemu ambapo atakuwa anapumzika. Wewe kama mama unaweza kusema, kuna huyu binti nimeongea naye kanisani, ninaona anatufaa kwenye kutusaidia kwenye hii sehemu. Niko tayari mchungaji, na wala stani wala sizungumzi kuwachekesha. I am very serious kwenye hii. Kuna huyu binti nimemwona ana tabia nzuri, anatoka kwenye familia nzuri, sio msemaji sana, sio mbea. Ninaona anaweza akatufaa kwenye kupunguza, mnaita unini ule, anaweza akatufaa kwenye shughuli za nyumbani. Halafu mchungaji anakuja, sio lazima iwe harusi. Mchungaji anakuja, anamwekea mikono, anabariki, baba anaendelea kupumzika. Kama huliwezi hilo, toa mzigo. Magomvi yenu yasichukue miezi. Magomvi yenu yasiuharibu mwili wa Kristo.
Yasiuharibu kabisa mwili wa Kristo. Nimeongea hivi nikijua kuna watu hapa ndani hamjaoa, nikijua kuna watu hapa ndani hamjaolewa. Nimeongea katika uzito wake ili ujue kama unaingia kwenye agano la ndoa, unaingia kwenye kitu cha namna gani. Unaingia kule kazi ni moja tu, utanyooshwa. Unaingia kule kazi ni moja. Hasira zako na vitu vyako vingine, kama upendagi hiyo issue, usiolewe. Usiolewe. Usimdanganye mtoto wa Mungu kwamba na mimi ninakupenda, na mimi ninapenda hii kitu, halafu unaingia kule ndani unaanza kuwa lele mama. Hapana, usiolewe. If you are not sure, do not get married. Fanya experiment zako na kina Juma na kina Musa na kina nani huko nje mpaka utakapomaliza. Utakapoona kwamba sasa hii kitu ninaiweza, ingia kwenye ndoa. Lakini ukiingia kwenye ndoa lazima ucooperate. Na kwa men the same thing. Damage kubwa sana inatokea. Let me tell you something. Katika kanisa la Tanzania, nusu ya ndoa zilizoko kwenye makanisa ya walokole sio halali. Nusu ya ndoa zilizoko kwenye makanisa ya walokole sio halali, kwa sababu ni ndoa ambazo hazina tendo la ndoa. Watu wanakuja kanisani kwenye gari moja, wanakuja kanisani wanakaa pembeni hivi, mke na mke hawajawahi kujuana toka mwaka umeingia. Watumishi wako humo, wachungaji wako humo. Ndoa za Wakristo zimeliwa, yamebakia makopo tu kwa nje. Sijajua ni pepo gani limekamata wanawake wa Kikristo. Kanisa linakosa nguvu, linakosa kwenda mbele. Kazi ya Mungu inakosa ujasiri, kwa sababu wanawake wameamua kuficha uchi. Na ni uamuzi wa dhati, na inamgharimu Kristo mauti yake, inaigharimu kazi ya Mungu. Ninaongea kwa uchungu kwa sababu ninajua nimeongea na so many men, nimeongea na so many women, nimeongea na so many couples. We fail to recognize kwamba your husband is not the enemy. We fail to recognize that your wife is not the enemy. There's an enemy standing between marriages. Kuna adui anasimama kati ya mke na mume. Kwa hiyo mke anapambana na mume, halafu mume anapambana na mke bila kujua kwamba huyu sio adui na huyu sio adui. Yuko mwingine ambaye ni adui, na kinacholengwa ni kazi. Kazi ishindwe kusonga mbele. Women, obey your husband. Akisema hiyo Batseba, mume wako akisema hiyo biashara usifanye. Mwambie, lakini unajua mimi ninapenda kufanya biashara. Nishauri, nifanye biashara gani? Niifanye katika namna ipi? Ili naye aone kwamba umeconsider mawazo yake. Naye itampatia authority ya kusema okay, kwa sababu umeomba mawazo yangu, hebu jaribu kufanya hiki na hiki na hiki. Jaribu upate mawazo yake, ili uwe umepata ridhaa ya mume wako. Kinyume na hapo utamlaumu bure. Utamlaumu bure mume wako. Na mke akija akitoa ushauri kwamba kuna kitu fulani tukifanye katika namna hii, sikiliza. Kwa sababu if you don't, itakugharimu. Na itaigharimu ndoa yenu, na itagharimu familia. We are supposed to work together. Wife, obey. Lakini na mwanaume usikilize ushauri wa mke wako, ili muweze kupata faida na mwili wa Kristo uweze kujengwa. Kuna vitu nimeviongea hapa, mmecheka kwa sababu nyinyi mmeviona kama ni utani, lakini mwenzenu nilikuwa stani. I was very serious. Very serious. Kuna mambo ambayo watu yaongei wa Kristo ndio yanavunja ndoa, ndio yanaharibu ndoa. Mume sio mshikaji, mume ni bwana. Na mke sio kitu cha kuburuzwa na kuonewa. Anasema tuishi nao kama viumbe dhaifu, tuishi nao kwa akili. Mungu atusaidie wanaume kuwa na akili ya kuweza kuishi na wake zetu kama viumbe dhaifu, kama viumbe vinavyohitaji kusamehewa, vile kupewa rehema, kama the same way Kristo analirehemu kanisa kila siku linakosea. Mume vile Mungu akupe kifua cha kumfunikia mke wako makosa yake,
na madhambi yake. Mnanisikia nachoongea? Amen. Ngoja niwaambie kitu cha ajabu. Ukigundua kwamba your wife was having an affair, alikuwa na mwanaume mwingine au ana mwanaume mwingine, unaweza ukamwacha kimya kimya, ila kile kitu hutakiwi kusema. Kama Yusufu alivyokuta mke wake ana mimba, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Biblia inasema alikusudia kumwacha mke wake kimya kimya ili asimwaibishe. Alikuta tu ana mimba, alafu anamsingizia Mungu. Ukuta tu Pegi ana mimba, alafu anasema Mungu kafanya. Akataka amwache kimya kimya ili asimwaibishe. Kwa sababu gani? Kristo ha-expose dhambi za kanisa. He is love, pure love. He covers over a multitude of sins. Kama mume unaweza ukaona ili ni zito mno kwangu, I cannot handle this, then take a step back, kula kona, kama bwana you are free to go. Lakini sio lazima uwaambie watu ni kwa nini umefanya hivyo. Kwa sababu gani? Yule ni mke wako, ni mama wa watoto wako. You are not supposed to expose her, hata kama ni kweli amefanya. Sasa kwa wanaume wangapi mko tayari kuoa baada ya kulijua hilo, kwamba hata akilala na mwanamke mwingine na mwanaume mwingine you cannot expose her? You can either forgive or leave. Those are your two choices. Ondoka au samehe. Those are the only two choices. Haya mambo Diana hatuyazungumzi kanisani kwa sababu ni magumu mno wala hayafikiriki. Lakini nyinyi leo hii kwenu nimenawa mikono sidaiwi, kwa sababu nimeyazungumza kwenu wazi, na sasa hakuna ambaye hajui. Mungu anataka kuwatajirisha Mzee Mushi ili afanye agano lake kuwa imara. Nampenda sana huyu bwana Steven hapa. Huyu bwana anaipenda kazi ya Mungu, hujawahi kuona. Na ananipenda mimi binafsi so much, hujawahi kuona. Watu kama hawa Ibilisi anawaangalia kwa karibu sana, kwa sababu huyu bwana, yani yeye jinsi alivyo ni mfadhili wa kazi ya Mungu. Na shetani anajua kwamba if this guy has money, Apostle, shida za huduma zimeisha, kazi ya Mungu itafanyika. Kwa watu kama hawa unajikuta unawiwa kuwaombea sana ili aweze kupenya, kwa sababu anawindwa zaidi, kwa sababu Mungu anataka kulifanya agano lake kuwa imara kwa kutupatia power, influence. Lakini Mungu vile vile anataka ndoa zetu ziwe njema, ziwe na furaha, ili tuweze kuwa productive, ili tuweze kuwa na confidence ya kumtumikia Mungu, ili wanawake wetu wawajenge wanaume zao, waende kule nje wakamiliki territory. Amen. Waende kule nje wakateke ardhi. Amen. Waende wakateke biashara, wakateke vitu fulani, kwa sababu wana wanawake nyuma yao wanaowapa nguvu, na wanaume ambao wako empowered na wenyewe waweze kuprovide covering kwa ajili ya mke na kwa ajili ya watoto. Waweze kuprovide covering kwa sababu they empowered. Kwa hiyo the woman empowers the man and the man covers the woman. Kwa hiyo inakuwa ni symbiosis, ni relationship ambayo inafaidiana. Huyu ananitia nguvu mimi, halafu na mimi ninakuwa na nguvu ya kumiliki na kumtengenezea yeye himaya na watoto wake. Mmekiona hicho kitu Mungu anachotaka kukifanya? Amen. Mume wako akikosa raha hawezi kukutengenezea himaya. Mke wako akikosa raha hawezi kukufanya kuwa mfalme. Hicho ni kitu ambacho Ibilisi amekiibia kanisa, lakini ninaona Mungu anakirejesha. Amen.
Amen. Mungu anarudisha ndoa ambazo ni njema. Amen. Na Mungu anarudisha uwezo wa kifedha na influence. Amen. Mtakuwa na influence sana kina Diana. Amen. Mtakuwa na uwezo sana wa kuifanya kazi ya Mungu, wa kusupport. Unaweza kukuta Diana huko ofisini, lakini unamsupport Herman, anazunguka kwenye concert ya worship Tanzania nzima. Mama umetulia tu nyumbani, unamwambia baba endelea. Nakumbuka kama mzee Tumwidike yuko kule anapiga injili, mama huku anafanya kazi serikalini, baba hebu tumia gari hilo, baba hebu piga kazi. Mzee akawa anapiga kazi Mbeya kule, mzee Tumwidike, mama huku ana support. That is something that is beautiful to God. Unamfahamu mzee Tumwidike? That is beautiful. Mama kasimama pale kama mzee, mimi nataka wewe piga kazi, mimi huku niachie. Imagine if that were to happen. Kanisa duka linaanza linakwenda hivi, kwa sababu men have been empowered not by the government but by their women, and that is glorious. Amen. Hicho ndio Mungu anachotaka. Amen. It's not about women's empowerment, no, it's our women empowering the men to do God's work, to be the men that they should be in the marketplace. Amen. Kuwa kile wanachotakiwa kuweko katika kule nje sokoni. Haleluya. Amen. Haleluya. Naomba usimame pale ulipo. Roho Mtakatifu awasaidie kuyachuja na kuyaprocess yale yote ambayo nimeyaongea siku ya leo. Naomba mnitizame wote mlioko hapa. Ninyi mlioko hapa ni wa thamani sana kwangu mimi kwanza, na ni wa thamani sana kwa Kristo vile vile. I desire to see you successful. Amen. Kabisa. Ninatamani kuwaona mkiwa mmeishika Dar es Salaam mnaitawala, mmeishika Tanzania mnaitawala kifedha na katika ushawishi, katika maeneo yenu ya biashara, katika maeneo yenu ya kazi, katika kazi ya Bwana ambayo mnaifanya. Ninatamani kuona mkitikisa nchi. Ninatamani kuona hicho kikitokea. Ninatamani vile vile kuona ndoa zetu zikiwa very successful. Us having happy women. Tukiwa na wanawake wenye furaha na uhuru, kwa sababu wanajua wanapendwa. Amen. Wanakuwa protected, wanaenziwa. Mzee Mushi, napenda kumwona mama yangu akiwa yuko happy. Napenda kumwona akikuona anatabasamu. Nasema yes. Lakini ningependa kukuona na wewe ukiwa una furaha, kwa sababu amekuempower, amekuinua. Napenda kuona mzee Sisha akikuita mzee Mushi, ni heri kwako, kwa sababu ameona the way mke wako anakutreat. Huo ndio urithi wa Mungu kwako. Haleluya. Amen. Hebu Mungu arejeshe furaha kwenu katika yote mnayoyafanya. Amen. Mungu akarejeshe furaha katika mahusiano yenu. Amen. Mahusiano ya muumini na muumini. Amen. Mahusiano ya mtu na rafiki yake. Amen. Mahusiano katika ndoa zenu. Amen. Mahusiano na wakwe zenu. Amen. Mahusiano na kaka zenu, wajomba zenu. Amen. Mungu akawapatie mahusiano yenye tija. Amen. Haleluya. Amen. Akarejeshe furaha katika ndoa zenu. Amen. Kile ambacho ibilisi amekula na kutafuna na kuondoa, Bwana akakitengeneze upya na kukirejesha. Amen. Bwana akawarejeshee furaha za mioyo yenu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen.